kufu, masiku ambayo kwa namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoyamithilisha, unaona wazi ni kwamba sisi uwezekano wa kufikia masiku hayo kwa maisha yetu, uwezekano huo ni mdogo sana. Mdogo kwa sababu gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ndani ya muda huu, ibada zinazofanywa ndani ya muda huu zinampendeza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko jihadi. Sasa ukileta katika picha ya kawaida, we unadhani lini utaweza kwenda kupigana jihadi? Lini? Manake haya maandamano yalotokea juzi yale sio jihadi, au maandamano yetu ya kafu Chadema sio jihadi. Itakuwa ni vurugu tu, mmeamua muifanye, watu 5 6 mmeenda kumpiga mtu, mmempiga, sio jihadi. Lini tutapata nafasi ya kupigana jihadi? Lakini katika jihadi, watu wakiwa katika jihadi, ule muda wakiomba dua Mungu anazikubali. Sasa wewe lini utapata hiyo nafasi ili uombe dua Mungu aikubali? Lakini watu wakiwa katika jihadi, wakati wanapigana, kwa maelezo ya Mustafa, panga zikakutana, mmoja anapiga panga kuua, mwingine ana bloku, panga zinakutana pale kati, pale ukiomba dua inakuwa inakubaliwa moja kwa moja. Hiyo nafasi unaipata lini? Sasa ndio utaona kwamba muda huu tuliogewa ni upendeleo. Sasa kama ni upendeleo utimamu, tutumieni vizuri huu upendeleo. Unajua kuna kanuni moja binadamu tunayo, na hii ni katika kanuni mbaya sana. Binadamu wengi huwa tunajua thamani ya kitu wakati kitu kimeondoka. Binadamu wengi huwa tunajua thamani ya kitu wakati kile kitu kimeondoka. Ndio maana leo ukimuuliza mzee, wewe unauzungumziaje ujana, atakueleza hata masaa 3 4, atakwambia lau ningalikuwa kijana mimi muda huu. Hiyo lau yake inaonesha dhahiri angekuwa mcha Mungu, angekuwa tajiri, angekuwa mtu wa maana kuliko alivyo muda huo. Lakini inajulikana thamani hiyo wakati lau tutapata nafasi ya kumfufua aliyekufa, tukamuuliza tueleze thamani ya uhai, atatueleza thamani ya uhai katika namna ambayo wote sisi tutashangaa. Uhai ndio hivyo. Nenda Somalia pale, mtafute mtu mwambie kueleze thamani ya amani, atakwambia mimi kila siku nasikia milio tu nishashuhudia baba yangu kafa mbele yangu, mama yangu kafa mbele yangu. Sasa Uislamu unataka hivi, Uislamu ulivyo unataka hivi, wewe ujue thamani ya kitu wakati kile kitu bado hakija kutoka. Ndio maana leo wewe upo duniani, Uislamu unakueleza kuhusu kifo, yani jiandae nacho kabla hujafika kule. Uislamu unakueleza kuhusu maisha ya akhera. Uislamu unakueleza kuhusu fadhila za kutoa sadaka kabla haujafika ule muda ukatamani kurudi duniani utoe sadaka, uwezekano wa kurudi haupo tena. Uislamu leo unakueleza madhara ya kuwa mnafiki, madhara ya kuchukia wenzako, unaambiwa leo duniani upo hai. Isije ukaja kujua umuhimu wake muda wa mwisho ukasema ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba, tena ushafanya mambo, ushazini, ushaua, ushabeti sana, ushafanya mambo mengi ajabu. Ya laitani kuntu turaba, uwi mchanga, uwi leo kuwa mchanga leo. Yani leo binadamu unaweza ukaamua ukawa mchanga leo. Unakuwaje mchanga? Si unakuwa dhalili tu. Mchanga si watu wanaukanyaga hivi, unakubali tu kuwa dhalili, unakubali tu kuwa mnyonge, basi unajishusha, Mwenyezi Mungu anakupandisha. Sababu mchanga upo dhalili, umeshuka. Lakini hatujengi bila mchanga. Upo dhalili umchanga, lakini hatujengi. Wenyewe tunaupandisha, tunaupa hadhi kwa sababu tayari umekubali kukaa chini. Hiyo ndio man tawadha rafa'ahu Allah. Kubali leo kuwa mchanga, kubali leo kuwa mdogo, kubali leo kuwa mnyonge, kesho utakuwa bora. Uislamu unataka hilo ulijue. Uislamu umemfundisha Muislamu kuhusu kufilisika wakati bado mali yanayo. Uislamu umemfundisha mtu kuhusu uzee wakati bado kijana. Uislamu umemfundisha mtu kuhusu siha, kuhusu maradhi wakati bado ana nini? Ana afya.
Huo ndio Uislamu. Sasa kuyaacha haya, wewe kuwa na taratibu ya kujua thamani ya kitu wakati kitu kimeondoka, huko ni kupoteza. Ni namna ya kujua thamani ambayo haina msaada wowote kwako. Yaani wewe unakuja kujua madhara ya kuua wakati mbele yako kuna kitanzi, inasaidia nini? Unajua kama zinaa mbaya wakati tayari ushafumaniwa. Ushafumaniwa ndio unajua kumbe zinaa mbaya. Watu wapo hapa na kusema kwamba bwana wewe hebu njoo tafadhali. Tena unakuita kwa nidhamu sana, njoo tafadhali, tafadhali, ushafumwa, maniwa tafadhali. Jua thamani ya vitu, jua ubaya wa vitu kabla havija kukuta. Waislamu tunaambiana kila siku kuhusu sadaka. Wewe ujue umuhimu wa sadaka, yani unatakiwa wewe kuhusu sadaka. Hapa kuna jambo la ujenzi wa msikiti, si ndio jambo ambalo lipo hapa mnalifanya siku zote. Ilipendeza watu wajue tu umuhimu wa hilo jambo bila kuambiana sana, lakini binadamu anataka mpaka ambiwe. Yule maneno yake yamenichoma sana nikatoa 200,000. Maneno yake yanakuchoma, maneno yake yakuchomi maneno ya Mungu. Unasubiri mpaka yakuchome maneno yake, sio maneno ya Mungu. Unasubiri mpaka akushawishi yeye, sio ushawishi alioshawishi Mungu. Kwani Mungu sikashasema mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat 7 sanabila. Sikashashawishi Mwenyezi Mungu. Mungu si ndo kasema ukitoa moja, wale wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu mali zao ni sawa na mtu aliyopanda mbegu moja chini. Mbegu ile ikaota matawi 7, alafu kila tawi moja likatoa mbegu 100, mashuke 100. Asa, na Mungu anaweza kuongeza zaidi ya hapo, manake 1 7 100, si ndio? Sikashashawishi Mungu. Wewe ushawishiki mpaka aje kushawishi binadamu mwenzako akwambie pepo hiyo pepo. Ni kutokuwa na imani tu. Kwani Mungu sikashatukhofisha na moto? Si tuuogope tu mpaka aje mtu atuambie moto? Ni tunashawishika, tunaguswa na maneno ya watu, atushawishiki na atuguswi na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huku ni kuferi kukubwa sana. Yaani Waislamu itakiwa baada ya swala hapa mtu anakuja anaweka mzigo, anaweka mzigo. Maneno ya Mungu yanatosha. Tubadilikeni mabwana. Tubadilikeni sana, tuwe na akhlaki tofauti. Sasa katika namna hiyo hapa kuna mambo mawili. Kuna jambo la ujenzi wa msikiti, alafu kuna ndugu yetu hapa wa Dhulhijja, mambo yaliyotajwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kufanywa ndani ya mwezi huu ni pamoja na kufanya adhkari. Mwanamke aliyekuwa katika ada akatazwa kufanya adhkari. Kuna kutoa sadaka. Kipindi hiki mwanamke akiwa katika udhuru kwenye ada akatazwa kutoa sadaka. Kwa hiyo zipo ibadati zingine, yale yaliyozuiwa kisheria achane nayo, lakini ibada zipo nyingi za kufanya. Muda huu kuamrishana mema, kukatazana mabaya, muda huu kuwakaribisha watu kwa kusema mimi nawakaribisha waje kula. Jambo lolote la kheri likifanywa katika kipindi hiki Mungu analipenda zaidi, lolote. Tunaelewana Alimuradi hilo jambo linatambulika kwamba ni jema, wewe fanya ndani ya mwezi huu. Nenda kwenye vituo vya mayatima kawasaidie, mtafute mjane msaidie, mambo yapo mengi. Tunafahamiana vizuri Tutoeni sadaka inshallah, mwenye 10,000, mwenye 20,000, mwenye ngapi tutoe hapa. Mimi na safari ndefu kidogo baada hapa nataka niende. Ya Dhulhijja, mambo yaliyotajwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kufanywa ndani ya mwezi huu ni pamoja na kufanya adhkari. Mwanamke aliyekuwa katika ada akatazwa kufanya adhkari. Kuna kutoa sadaka. Kipindi hiki mwanamke akiwa katika udhuru kwenye ada akatazwa kutoa sadaka. Kwa hiyo zipo ibadati zingine, yale yaliyozuiwa kisheria achane nayo, lakini ibada zipo nyingi za kufanya. Muda huu kuamrishana mema, kukatazana mabaya, muda huu kuwakaribisha watu kwa kusema mimi nawakaribisha waje kula. Jambo lolote la kheri likifanywa katika kipindi hiki Mungu analipenda zaidi, lolote. Tunaelewana Alimuradi hilo jambo linatambulika kwamba ni jema, wewe fanya ndani ya mwezi huu. Nenda kwenye vituo vya mayatima kawasaidie, mtafute mjane msaidie, mambo yapo mengi. Tunafahamiana vizuri Tutoeni sadaka inshallah, mwenye 10,000, mwenye 20,000, mwenye ngapi tutoe hapa. Mimi na safari ndefu kidogo baada hapa nataka niende.